Hebu fikiria, unasafiri ndani ya SGR kuelekea Dodoma, alafu ghafla tu treni inaharibika katikati ya msitu. Baada ya kukwama kwa muda mrefu na matengenezo ya hapa na pale, mnaamua kupiga simu ili kuomba msaada. Lakini kumbe eneo hilo huwa halina mtandao kabisa. Kwa hiyo kupata msaada hapo ni vigumu. Wakati mnasubiri kuona kama mtapata msaada, ghafla anatokea kiumbe wa ajabu msituni na kuanza kuwawinda abiria wote mlioko ndani ya treni. Yaani kiufupi anataka kuwageuza abiria wote kwa kitoweo. Alafu hamjui huyo ni kiumbe gani na ametokea wapi. Sasa karibu tuitazame filamu hii ili kujua ni nini kilichotokea baada ya hawa abiria kukwama msituni. Mimi naitwa The Untouchable DJ, karibuni sana. Sasa picha inaanza tukimwona mwamba mmoja kwa jina la Joe ambaye anafanya kazi kama kondakta wa treni huko London. Lakini kwa bahati mbaya usiku huu ulikuwa ni wa majanga kwake. Usiku wa leo alikuwa anatarajia kupandishwa cheo cha kuwa msimamizi mkuu wa kampuni. Jambo hili amekuwa akilitarajia kwa muda mrefu sana, lakini nafasi hiyo akaikosa, na sio tu kuikosa bali pia akalazimishwa kuchukua zamu ya mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Sasa anapaswa kufanya kazi kwenye treni inayofanya safari zake usiku kuelekea Eastbourne akiwa pamoja na mhudumu wa treni aitwaye Ellen pamoja na dereva wa treni ambaye anaitwa John. Kama kawaida, mara tu treni inapoanza safari, Joe akatangaza vituo vyote atakavyopitia kabla ya kufika mwisho wa safari. Baada ya hapo akaanza kukagua tiketi za abiria mmoja baada ya mwingine. Hata hivyo, abiria wakaanza kumkera mapema tu. Kwanza kabisa, jamaa akatishwa na kimbwa kidogo kilichokuwa chini ya siti. Kisha akafuatia mwanamke aitwaye Kate. Alikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu alikuwa amepoteza tiketi yake. Kisha tunakutana na binti Nina, binti ambaye alikuwa ni mkorofi sana, ni mwanzo wa safari mpaka mwisho. Wakati safari inaanza, Joe akamuuliza msaidizi wake Ellen kama angependa kupata kinywaji pamoja naye baada tu ya kazi, lakini Ellen akamkatalia. Basi bwana, safari ikaendelea. Wakati wa abiria wengine wakaanza kushuka katika vituo vyao na kuiacha treni ikiendelea na safari kuelekea kituo chake cha mwisho huko Eastbourne. Wakati huo mvua kubwa ilikuwa ikiendelea kunyesha huko nje, lakini ghafla bila sababu ya msingi treni ikasimama katikati ya reli msituni. Wakati Joe anajiandaa kuelekea kwenye chumba cha dereva ili kuangalia kilichotokea, John ambaye ndiye dereva akatoa tangazo maalum akisema kwamba treni imepata hitirafu ya kiufundi na safari itaendelea mara tu tatizo litakapokuwa limerekebishwa. Abiria wakaanza kuuliza ni nini kinachoendelea. Wakati huo Joe akawa anamsaidia Ellen kusafisha toroli la chakula ambalo lilikuwa limechafuka sana kutokana na kusimama ghafla kwa treni. Tena wakawa wanasaidiwa na mmoja wa abiria aitwaye Adrian. Baadaye Joe akawatembelea abiria wengine huku akiwasaidia wanandoa walioitwa Jed pamoja na Jenny kukusanya bidhaa zao za dukani zilizokuwa zimemwagika. Pia akashughulikia malalamiko ya Kate ambaye laptop yake ilikuwa imeacha kufanya kazi baada ya tukio hilo. Wakati huo dereva akatoka peke yake ndani ya treni kwenda kuchunguza sababu ya kusimama kwao. Hapo inafahamika kuwa treni ilikuwa imegonga swala na mzoga wake ulikuwa umekwama kwenye reli. Lakini wakati akiendelea kukagua eneo hilo, John akasikia sauti ya ajabu zaidi ikitokea ndani ya msitu. Kabla